Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi faddala 'ashara dhil hijjati ala sa'iri al-ayyam wa ja'alaha mawsiman li'itqi ar-riqabi wa maghfirati adh-dhunubi wal atham. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة مهداة للأنام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa karibu na kuingia mwezi wa Dhulhijja, unwani ya khutba inasema fawaidun wa fadhailul ashri min Dhulhijja, faida na ubora wa masiku 10 katika mwezi wa mfungo tatu. Tukua tunaelekea karibuni inshallah, tukiwa leo ni tarehe 27 kama sijakosea, pengine Mwenyezi Mungu akitujalia na kutufikisha Jumatatu, kama mwezi utaonekana kesho kutwa siku ya Jumapili ambayo ndiyo 9, basi Jumatatu inshallah tutakuwa tumeingia ndani ya masiku haya, na ikiwa haukuonekana kesho kutwa Jumapili, basi inshallah tutaingia masiku haya siku ya Jumanne inshallah. Ama kwa hakika haya ni masiku ambayo ni matukufu. Masiku 10 ya mwezi wa mfungo tatu ni masiku ambayo ni matukufu na ni masiku ambayo ni bora, si kama masiku mengine ya kawaida. Na miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na fadhila zake, amehusisha masiku haya kuwa ni masiku ambayo ni bora kwa ajili ya mimi na wewe tuweze kunufaika ndani ya masiku kama haya. Ni neema yake Mwenyezi Mungu na mapenzi yake, ametaka mimi na wewe tuweze kuneemeka ndani ya masiku kama haya. Na misimu kama hii ni mingi katika maisha ama katika mwaka. Kuna misimu mingi ambayo ni ya khairati kwa ajili yetu sisi, mimi na wewe tuweze kunufaika na misimu kama hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatukumwomba kwamba tunataka utufanyie kitu fulani ili na sisi tuweze kunufaika. Ni mapenzi yake na huruma yake. Sasa ikiwa mimi na wewe tutakosa kuona fadhila kama hizi na ubora kama huu, basi tutakuwa sisi ni wenye kuangamia. Ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akatuambia moja katika hadithi yake, asema inna lirabbikum fi ayami darikum nafahat, hakika katika ana Mola wenu katika maisha mnayoishi, katika muda mnayoishi katika ulimwengu, anazipoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anazipoa kwa ajili yenu nyinyi, ana zawadi, ana tunu nyingi kwa ajili yenu nyinyi, si kwa ajili ya mtu mwingine. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema fata'arradu laha, basi zing'ang'anieni tunu hizi, zawadi hizi zing'ang'anieni, zikimbilieni. Kwa sababu gani? Asema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, huenda mukapata tunu hii, ama mmoja wenu huenda akapata tunu kama hii ama zawadi kama hii
kwa sababu ya kuipata zawadi ama tunu kama ile, akaishi katika ulimwengu akawa yeye ni mwema moja kwa moja, akaondokewa na uovu, akawa yeye si mwovu, ataishi katika ulimwengu akiwa yeye ni mwema. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupata hizi nafahati, ama moja katika hizi nafahati, ambapo masiku haya 10 katika mwezi wa mfungo tatu ni miongoni mwa nafahati ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutunukia, ametuletea kama zawadi. Na miongoni mwa fadhila na faida za hizi siku 10 ni siku ambazo haziwezi kufananishwa wala haziwezi kuwa na badali ukasema kwamba hizi siku 10 za mfungo tatu ni sawa na hizi, ama ukazifanyia badali kwamba nikizikosa hizi naweza nikapata hizi na nikawa niko sawa na yule aliyepata hizi siku 10. Haziwezi kulinganishwa na siku nyingine zozote, wala haziwezi kubadilishwa ama kuwa na badali katika utukufu wake. Miongoni mwa utukufu wake ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kuapa na hizi siku 10, na chochote anachokiapia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni alama na ishara kwamba hicho kitu ni bora, hicho kitu ni kitukufu. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakiapia, kwa sababu Mwenyezi Mungu haapi na kitu cha wasiwasi, kitu hovyo hovyo tu, bali Mwenyezi Mungu anapoapa na kitu, basi kile kitu huwa ni kitukufu, kile kitu huwa ni kikubwa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliapa na hizi siku 10 aliposema walfajri wa layalin ashri. Mwenyezi Mungu ameapa kwa alfajiri, kisha walayalin ashri, na masiku 10. Wanazuoni wa tafsiri, ulama wa tafsiri wanasema kwamba walayalin ashri ni siku 10 katika mwezi wa mfungo tatu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ameapa na haya masiku 10 katika mwezi wa mfungo tatu. Pili, kuonyesha utukufu wa siku hizi ni kwamba siku hizi ni afdalu ayami sana. Katika mwaka hakuna mchana ambayo ni bora kama michana iliyoko katika hizi siku 10. Kuna usiku na mchana. Sasa mchana wa hizi siku 10 ni bora kuliko michana yote katika mwaka mzima, na usiku ambao ni bora zaidi ni usiku wa siku 10 katika siku 10 za mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Zile ni bora zile wakati wa usiku, lakini ni bora wakati wake wa usiku, siku 10 za mwisho katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ndani yake kunapatikana usiku wa Lailatul Qadr. Sasa wiki ile ama 10 lile likapata utukufu kwa sababu ya usiku wa Lailatul Qadr. Na mchana wa siku 10 katika mwezi wa mfungo tatu, michana yake imekuwa bora, imekuwa mitukufu kwa sababu ndani yake kuna mchana wa yaumu Arafa, mchana wa siku ya Arafa. Sasa masiku 10 yake michana yake ikawa ni bora, ndio afdalu ayami dunia ama ayamu sana, masiku usiku ambao mchana ambao ni bora kuliko michana mingine yote ni hii michana 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Abu Ya'la na akaisimulia Jabir bin Abdullah, asema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, afdalu ayami sana ayyamul ashri, ile michana ambayo ni bora katika mwaka mzima basi ni hii michana inayopatikana katika hizi siku 10 ndani ya mwezi wa Dhulhijja, kwa sababu ndani yake kuna mchana wa siku ambayo ni ya Arafa. Lakini pia katika utukufu na ubora wa masiku haya ndio masiku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza
kuzungumza na Nabii Musa alayhi salam. Mwenyezi Mungu alimpa ahadi Nabii Musa ya kuzungumza naye, lakini akamwambia tutazungumza baada ya siku 30. Kabla ya kukamilika siku 30, Mwenyezi Mungu akamwongezea siku 10, ndio akapata kuzungumza na Mola wake Nabii Musa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an Al-Karim anasema wa wa'adna Musa 30 laila, tumempa ahadi Nabii Musa ya kuzungumza naye kwa siku baada ya siku 30. Lakini asema Mwenyezi Mungu wa atmamnaha bi'ashrin, kabla ya kukamilisha zile siku 30 tukamwongezea na kutimiza siku 40, tukamwongezea siku 10. Fatama mikatu rabbihi 40 laila, ikakamilika ule muda ambao tuliompa wa siku 40. Sasa ulama wa tafsiri wanasema kwamba zile siku 30 ambazo alikuwa ameahidiwa Nabii Musa kuzungumza na Mola wake ilikuwa ni ni siku 30 katika mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa mfungo pili, na zile siku 10 ambazo aliongezewa ni ayamu ashri Dhulhijja, ni siku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo pia zimepata utukufu siku hizi kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kuzungumza na Nabii Musa alayhi salam. Lakini pia katika ubora wa siku hizi, amali njema anayoifanya mja ndani ya haya masiku 10, amali hii huwa ni bora zaidi na inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu na ina ujira mkubwa. Amali yoyote njema atakayoifanya Muislamu ndani ya hizi siku 10, amali hiyo huwa ni bora zaidi kuliko amali nyinginezo, na huwa amali hiyo inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko amali nyinginezo, na vile vile inakuwa ina ujira mkubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake, yeyote mwenye kufanya amali ambayo itakuwa ni amali ya shari, amali mbovu, basi hiyo itakuwa ni amali ambayo ni duni kwa Mwenyezi Mungu, itakuwa ni amali ambayo Mwenyezi Mungu anaichukia zaidi, na vile vile itakuwa ni amali ambayo ina madhambi mengi zaidi. Kama vile ile ya kheri ambayo ina thawabu nyingi, basi ya shari nayo itakuwa na madhambi mengi vile vile. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kauli mbiu yake katika mazungumzo yake alipotuelezea idadi ya miezi, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra, mpaka mwisho Mwenyezi Mungu asema fala tadhlimu fihinna anfusakum, musizidhulumu nafsi zenu ndani ya hii miezi minne ambayo ni mitukufu. Hizi siku 10 bado ziko katika mwezi ambao ni mtukufu, vile vile mwezi wa Dhulhijja zenyewe ni tukufu na ziko katika mwezi ambao ni mtukufu. Sasa kufanya ovu katika miezi kama hii ama katika siku kama hizi, basi mwanadamu atakuwa anajiangamiza, kwa sababu madhambi atakayopata ni makubwa zaidi. Katika hadithi alipokea al-Imam al-Baihaqi na al-Imam ad-Darimi, hadithi aliyosimulia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma min amalin azka inda Allah, hakuna amali ambayo itakuwa imetakasika zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala a'zamu ajra, wala hakuna amali ambayo itakuwa ina malipo makubwa zaidi min khairin, kuliko amali njema ya amaluhu fil ashri al-adha, ambayo ataifanya mwanadamu ama mja katika hizi siku 10 ndani ya mwezi wa mfungo 3. Hiyo amali huwa imetakasika zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na itakuwa ina malipo makubwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Na pia katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari na akaisimulia vile vile Ibn Abbas radhiallahu anhuma, asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam,
ma min ayami al-amali salih fiha, ma min ayamin, hakuna katika siku miongoni mwa masiku, al-amalu salih fiha, masiku ambayo kufanya amali njema ndani ya masiku hayo, ahabu ila Allah, amali ambayo itakuwa inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, min hadhihi al-ayami, kuliko amali atakayoifanya ndani ya masiku haya, yani al-ashru dhulhijja. Hakuna amali ambayo itakuwa inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko amali atakayoifanya mwanadamu ndani ya haya masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi kutoka kupigania dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pia si bora, hakupendezi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawajibu masahaba akawaambia, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi pia si bora wala haipendezi kwa Mwenyezi Mungu kuliko ile amali ambayo imefanywa ndani ya haya masiku 10. Lolote unalolifanya ndani ya hizi siku 10, basi amali hiyo inakuwa inampendeza zaidi Mwenyezi Mungu, inashinda hata jihadi. Hata jihadi pia ikiwa itafanywa nje ya haya masiku 10, basi na hakuna jihadi, hakuna vita ndani ya miezi mitukufu, hakuna vita, sasa amali itakuwa bora, inashinda hata jihadi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, anaweza mtu akawa amali yake aliyoifanya ikawa bora kuliko huyu mwenye kufanya amali ya kheri ndani ya hizi siku 10, naye ni rajulun, mtu ambaye kharaja bimalihi wa nafsihi, ametoka kwenda vitani yeye mwenyewe na akatoa mali yake kwenda katika vita kusaidia, kisha falam yarji min dhalika bishai, kisha vitu hivi vyote visirudi, yeye mwenyewe aliyetoka asirudi, afe shahidi, na mali aliyoitoa nayo pia imalizike katika ile jihadi. Ikitokea hilo, basi huyu ndiye atakayekuwa amemshinda yule ambaye amefanya amali ya kheri katika siku 10 ndani ya mwezi wa mfungo 3. Lakini ikiwa mali imerudi, imetumika kidogo na nusu ikarudi, ama yeye mwenyewe pia ameenda, mali ikaisha, lakini yeye akarudi, basi atakuwa bado hajamshinda yule ambaye amefanya ibada ndani ya hizi siku 10. Huyo bado ibada yake itakuwa ni bora zaidi. Huu ni utukufu wa siku 10 hizi. Lakini pia miongoni mwa utukufu na ubora wa masiku haya, ndani yake kunapatikana siku ambayo ni tukufu, siku ambayo ni bora, nayo ni siku ya Arafa, ambayo ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja, siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa habari masahaba pamoja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallama kwamba dini ameikamilisha, dini imekamilika, haina wasiwasi. Siku ambayo Mwenyezi Mungu aliikamilisha dini ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo miongoni mwa haya masiku 10 utukufu wake kwamba kunapatikana siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kuikamilisha dini aliposema ndani ya Al-Qur'anul Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina, leo nimewakamilishia dini yenu na nimetimiza ama nimewatimizia neema zangu kwenu na nimeridhia Uislamu kuwa ndiyo dini kwenu. Aya hii ilishuka, ilikuwa ni siku ya Arafa, Mtume akiwa katika mlima wa Arafa ama Jabal Rahma, akateremshiwa sura hii ama aya hii na Jibril alayhi salam kupawa habari kwamba dini imekamilika. Iliposhuka hii aya,
masahaba walifurahika kuambiwa kwamba dini imekamilika, wakafurahi upeo wa kufurahi. Lakini Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu, yeye hakuona kitu cha kufurahikia, bali yeye alilia hasa. Masahaba wakamshangaa, dini imekamilika, Mwenyezi Mungu ametukamilishia mpaka neema zake, badala ya kufurahi wewe unalia. Wakaenda wakapelekea habari Mtume sallallahu alayhi wa sallama kumwelezea kwamba masahaba wote wamefurahika kwa aya ambayo umeteremshiwa leo, lakini Saidina Abubakar yeye analia. Mtume akasema niitieni, akaitwa Saidina Abubakar, akaja mpaka mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza, kitu gani kinachokuliza wakati wenzako wote wamefurahika? Sayyidina Abubakar akamjibu Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, mimi nalia, sioni cha kufurahia, kwa sababu kitu kinapokamilika huwa hakuna siku tena kitaongezeka ila ni kupungua. Kitu kikikamilika huwa hakuna tena cha kuongezeka juu yake ila ni kupungua. Sasa mimi nalia, najua sasa dini itapungua, haitokuwa tena kamili. Hicho ndicho kilichomliza Sayyidina Abu Bakar, dini itapungua. Na naam, twaona mengi sasa yaliyotokea, hakuna tena kufuatwa zile ahkamu wala sharai ya Uislamu, hazifuati tena. Kila mmoja anafuata hawa ya nafsi yake. Jambo atalikuta kwamba hili jambo halina misingi ama halina dalili, lakini kwa sababu nafsi yake imependa lile jambo atalifanya tu. Tuangalie Mtume sallallahu alayhi wa sallama kupiga mfano, alituambia sumu liruyatihi waftiru liruyatihi, fungeni mnapoona mwezi na fungueni mnapoona mwezi. Siku hizi hakuna tena kufuatwa kwa mwezi, watu wanaangalia kalenda, ndizo zinazosema kila kitu. Sasa kalenda ikisema hili ni siku fulani, basi watu wote watafuata kalenda, na wale wanaofuata kuangalia mwezi wanaonekana wao ni washamba, ni watu wako nyuma, ni watu wako kwenye analog na watu wako kwenye digital. Hiyo ndio tatizo ambayo tuko nayo sasa. Sasa mwezi, nimetangulia kusema kwamba tuko tarehe ngapi? 27 mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa mfungo pili, lakini tayari Idi ya mfungo tatu ishajulikana ni siku fulani kabla mwezi haujaandama. Mwezi haujaandama, lakini tayari Idi ishajulikana kwamba ni siku fulani. Kitu gani unachofuata? Ikiwa mwezi haujaandama, mumejua vipi siku ya Idi kwamba ni siku fulani? Licha hivi sasa tuko tarehe 27 mwezi wa mfungo pili, lakini ukitaka Idi ya mfungo tatu ama ya mfungo mosi mwaka wa 2029 utaijua kwa sababu iko ishatangazwa. Wameona mwezi? La, ni kalenda. Sasa dini imepungua kiasi cha kwamba hata zile sheria za Kiislamu ambazo ndizo zinazofaa kufuatwa watu hawataki tena kuzifuata. Imepungua, haijapungua, na bado itazidi kupungua. Kile kilichomliza Sayyidina Abu Bakar basi ndicho hiki kinaendelea na kitaendelea. Kwa hivyo miongoni mwa fadhila za siku kama hizi ni kwamba ndani yake kunapatikana mchana wa Arafa, siku ambayo mahujaji huwa wamesimama katika mlima wa Arafa, ambayo ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Na baada ya hapo inafuata siku ambayo ni ya 10, ambayo ni yaumun nahri, siku ya kuchinja, ambayo vile vile ni yaumul hajji al-akbar, siku ya hija kubwa. Siku hii ya 10 ni siku ambayo inatakikana mtu aweze kuchinja mnyama kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Na suala hili la kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mnyama lina fadhila kubwa sana, lina fadhila kubwa. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi ambayo ilipokewa na alimamu Tirmidhi, hadithi aliyosimulia na Aisha radhiallahu anha, asema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ma amila adamiyun min amalin yawman nahari, hakuna amali atakayoifanya mwanadamu siku ya 10 katika mwezi wa mfungo 3, siku ya 10 katika mwezi wa mfungo 3, amali ambayo itakuwa ahabu ila Allahi, inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, min ihraqi dami, kuliko kumwaga damu. Kitendo hiki ama jambo hili huwa linampendeza sana sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuchinja mnyama. Kwa hivyo amali yoyote utakayoifanya katika siku ya 10 itakuwa bora, naam, lakini ikiwa hukuchinja basi umekosa amali ambayo ni bora zaidi. Ulizofanya naam ni bora, lakini kuna ile ambayo ni bora zaidi na inampendeza zaidi Mwenyezi Mungu, nayo ni kuchinja. Kwa hivyo ili umpendeze Mwenyezi Mungu zaidi kwa kitendo chako, ni ufanye kitendo cha kuchinja siku ya 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wa sallam asema, wa innaha, hakika huyo mnyama atakayemchinja siku hiyo, la taati yauma alqiyama, atakuja siku ya Kiyama, biquruniha, na akiwa na pembe zake, wa shaariha, na manywele yake, wa adhlaqiha, na kwato zake. Yani kama umemchinja mnyama ambaye alikuwa ana pembe, basi siku hiyo atakuja akiwa na pembe zake vile vile na kwato zake na manyoya yake. Asema Mtume, wa inna dama, na hakika damu ya mnyama yule ambaye wewe utamchinja, la yatahu min Allahi bimakani, itatona mahala fulani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mahala ambapo yeye mwenyewe amepaandaa kwamba hapa ndipo patakapotona damu za wale wanyama wote watakaochinjwa kwa ajili yangu siku ya 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Sasa kuna mahala ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa damu zile zitatona pale. Mtume anasema kabla an yakaa min al-ardi, kabla damu hazijatona chini ya ardhi. Kumbuka mnyama umemweka chini, huku umeweka juu, wewe wakati wa kuchinja umemweka chini ya ardhi, lakini kabla ile damu itone kwenye ardhi, inaenda kutona mahala ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepaandaa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wa sallam akisema, fatibu biha nafsa, fatibu biha nafsa, chinjeni hawa wanyama kwa roho safi kabisa, chinjeni kwa roho safi, msio mtachinja na roho za gugugu, sijui nichinje, sijui fanyeni, wacha tu ni safisheni nia zenu, roho zenu ziwe safi, mchinje mkiwa na roho safi, kwa sababu ni jambo la kheri, ni jambo bora, ni jambo ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika haya masiku 10 vile vile yamepata utukufu kwa sababu yamekusanya ibada muhimu sana kwa pamoja. Ibada hizi hakuna masiku ambayo yanaweza kukusanya ibada kama hizi kwa pamoja, ila masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Leo ni swala inapatikana ndani ya mwezi wa Dhulhijja, siku hizi 10 kuna saumu inapatikana kuna sadaka inapatikana, kuna dhikri zinapatikana, kuna na haji inapatikana. Kwa hivyo hizi ni amali ambazo ni ummahati liibadat, zinapatikana ndani ya hizi siku 10. Huwezi kuzipata katika masiku mengineyo, ila ni ndani ya masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo hiyo pia ni sababu mojawapo iliyopelekea masiku haya kupata utukufu. Na katika mambo ambayo yafaa na yamependekezwa kufanywa ndani ya masiku haya, kwanza ni saumu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akifunga yeye, japo wengine wanatumia ile hadithi ya
ambayo ni ya Nana Aisha akisema kwamba hakupata kumuona Mtume sallallahu alaihi wa sallam akifunga masiku haya. Sawa, Nana Aisha alisema, na iko hadithi nyingine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam inaelezea kwamba alikuwa akifunga, na ni hadithi ambayo amesimulia Hunaida bin Khalid. Hunaida alielezewa na mke wake naye alielezewa na wakeze bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba kana yasumu 9 min Dhulhijja, Mtume alikuwa akifunga siku 9 katika mwezi wa Dhulhijja, alikuwa haziachi. Dhulhijja, Ashura, Jumatatu na Alhamisi, hizo alikuwa haziachi, na siku 3 katika mwezi, katika kila mwezi ambao ni siku nyeupe, hizo Mtume alikuwa haachi. Ama ile hadithi ni sahihi. Wanazuoni wa hadithi wanasema kwamba zinapokutana hadithi mbili na zikawa zinagongana, moja inathibitisha, moja inakataza, hadithi mbili hizi na zote ni sahihi, wanasema kwamba inachukuliwa hadithi ambayo inathibitisha lile jambo limefanyika, na ile ambayo inakataza huwa inaachwa. Sasa wanazuoni wetu wakachukua hadithi hii ambayo inathibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akifunga hizi siku 10. Kwa hivyo ni sunna mtu kufunga katika hizi siku. Pia kukithirisha kuleta dhikri, tahlili zile na takbir na tahmid, kukithirisha ndani ya haya masiku 10. Hadithi ambayo ameipokea Imamu Ahmad, hadithi aliyosimulia Ibn Umar radhiyallahu anhuma, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma min ayamin a'zamu inda Allah, hakuna siku ambayo ni kubwa zaidi, ni tukufu zaidi kwa Mwenyezi Mungu, wala ahabbu ilayhi min al-amali, wala hakuna siku ambayo amali inayofanywa katika masiku hayo inampendeza zaidi Mwenyezi Mungu min hadhihi al-ayami, kuliko amali itakayokuwa imefanywa ndani ya masiku haya. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, fastakthiru ama faakthiru fihinna min at-tahlili wa takbiri wa tahmid, basi kithirisheni katika masiku haya kuleta tahlili, takbiri na tahmid. Ndio wanazuoni wakaweka takbiri, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, mpaka mwisho. Hii imewekwa ni katika hizi tahlili zisikosekane. Na hizi takbir kuna mara mbili, kuna takbirul mutlaq na takbirul muqayyad. Mutlaq ni ile takbir ambayo yafaa kuanzia ule usiku wa kuamkia tarehe 1 katika mwezi wa Dhulhijja. Leo mathalan ni tarehe 29 ama 30, mwezi uonekane, kesho hiyo ni tarehe 1, basi kuonekana kwa ule mwezi tu tayari takbira zinaanza. Hizi ni takbirun mutlaq, zinaanza wakati ule, na hizi zinaendelea mpaka asri ya siku ya 4 baada ya Idi. Salatul asri siku ya 4, swala ya Idi imeswaliwa mfano leo, siku 3 zinazofuata mbele, hizo ndizo zinaitwa ayamu tashrik. Sasa mwisho ni siku ya 4 wakati wa salatul asri, hii ni takbirun mutlaq. Ama muqayyad ni ile ambayo inaanza fajru yaumi Arafa, alfajiri ya siku ya Arafa. Leo ni siku ya Arafa, asubuhi tunaanza takbira, baada salati alfajiri tunaanza takbira mpaka hiyo siku ya 4. Kwa hivyo kuna muqayyad na mutlaq. Ibn Umar pamoja na Abu Huraira radhiallahu anhuma, wao walikuwa wakichukua hizi takbirun mutlaq, wakiingia masokoni, mabarabarani, wakileta takbir, na kila wanapoleta zile takbir wale watu nao wanaitikia. Hawazungumzi wao tu wakimaliza wamemaliza, wakishamaliza zile takbir wakileta, watu walioko masokoni nao wanaitikia. Kuanzia tu kuonekana kwa mwezi wa Dhulhijja, wao ilikuwa ndio desturi yao wakifanya namna hiyo. Na amali alkhairi ni nyingi, mambo mema ni mengi. Kila la kheri ukilifanya ndani ya hizi siku 10, wewe una fadhila kubwa kabisa, lolote la kheri. Lakini pia ukumbuke, lolote la shari ukilifanya, basi fahamu kwamba lina madhambi makubwa zaidi. Kama vile ambavyo la kheri lina thawabu kubwa na linampendeza Mwenyezi Mungu, basi hili la shari ujue nalo lina madhambi makubwa na linamchukiza Mwenyezi Mungu zaidi.
Kwa haya machache tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.